Mfuatiliaji wa Singida Online TV, kama kawaida yetu kutazama matukio yaliyogonga vichwa vya habari kwa wiki nzima. Matukio yaliyogonga vichwa vya habari kwa wiki nzima ni pamoja na kuwasilishwa kwa bajeti kuu ya serikali kwa mwaka wa fedha 26/27, ziara ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan nchini Urusi. Katika michezo, michuano ya kombe la dunia imeanza kutimua vumbi wiki hii katika nchi tatu za bara la Amerika ambaye ni Marekani, Canada na Mexico. Tunaanza na kuwasilishwa kwa bajeti kuu ya serikali kwa mwaka wa fedha 26/27 ambaye tumekuandalia mtazamo wa wananchi juu ya kuwasilishwa kwa bajeti hiyo. Mimi naitwa Amini Nyaungo, mkazi wa mkoa wa Singida. Niseme tu kwamba bajeti ya mwaka huu nimeielewa vizuri, hususani kwenye upande wa vipengele mbalimbali ambavyo serikali imeweza kuvitekeleza. Moja ya vipengele hivyo ni kwa upande wa sisi ambao pia tupo online. Kutokea kwenye usajili hapo awali ilikuwa shilingi 500,000. Kwa kawaida kuipata 500,000 ambao mimi online yangu bado ni ndogo, kwa kweli inakuwa ni ngumu, lakini sasa hivi 50,000 angalau nikipata tu kazi mbili naweza nikatoa 50,000 na hatimaye nikaweza kusajiliwa. Lakini pia hata kwenye watu wa online wale online creator wale pia wamepunguziwa kutokea 50,000 hadi 10,000. Hii ni kitendo kizuri kweli kweli. Hii ipo ndani ya bajeti ya mwaka huu ambapo mwaka jana ilikuwa trilioni 58 na chenga chenga, lakini mwaka huu ni 62.3 ambapo kiukweli inafaa na inatufaa kweli kweli. Na cha kuongezea zaidi, ukiangalia bajeti ya mwaka huu pia imegusa sehemu mbalimbali, sehemu nyingi, sehemu za kilimo ambapo pia wameweza kugusa. Na licha ya yote bado bajeti yetu inaonekana ipo vizuri kwa upande wa bajeti ambazo zimetolewa Afrika Mashariki. Kwa mfano bajeti ya Kenya ni trilioni 98, sisi trilioni 62.3, alafu Uganda ni trilioni 58 ambapo sisi mwaka jana ndio ilikuwa hivyo. Rwanda ni trilioni 13. Kwa hiyo unaweza kuona ulinganisho wa nchi zetu za Afrika Mashariki na hii hapa ipo. Kwa hiyo mimi kwa upande wangu naona bajeti imekuwa nzuri. Kwa majina naitwa Betha Sebastian Logan, ni mkazi wa Singida mjini. Nimefurahishwa na bajeti iliyopangwa na serikali. Kupitia bajeti hiyo tunaiona Tanzania mabadiliko kiuchumi itakuwa kulingana na bajeti iliyowasilishwa. Kwa jina naitwa Tobias Mwanakatwe, ni mkazi wa Manispaa Singida. Kimsingi bajeti ya mwaka huu ilikuwa ni bajeti nzuri sana, na mimi kwa binafsi kuna maeneo mawili ambayo nimeona ni mazuri sana hasa katika utekelezaji wa bajeti hii. Moja ni swala ambalo serikali imeamua kushusha au kupunguza kodi kwa ajili ya matumizi ya magari ya umeme na gesi. Hili swala ni jambo zuri sana kwa sababu nchi nyingi zilizoendelea utaona kwamba sasa hivi wameshaachana na matumizi ya mafuta, petroli, wanatumia magari yanayotumia umeme pamoja na gesi. Kwa hiyo swala la serikali kupunguza kodi kwa ajili ya kushusha matumizi ya haya magari ya umeme na gesi itasaidia sana kwenye nchi yetu. Kwanza itaondoa hata pollution ambayo tumekuwa kuipata kutokana na magari mengi kutumia mafuta. Kwa hiyo hilo na kwangu binafsi naliona ni jambo zuri sana. Kwa majina naitwa Mood Vibes, ni content creator, nikiona maana kwamba ni mtengeneza maudhui wa mitandaoni. Kimsingi imelenga dira kubwa sana kuinua sisi vijana na kutuweka katika sehemu nzuri. Inalenga maono makubwa sana, inatupa chachu na motisha sisi vijana kupambana zaidi. Kwa sababu mitandao ya kijamii ni fursa kama mnavyojua. Kwa hiyo naamini kabisa serikali imeona vijana wengi wapo kwenye uwanda mkubwa wa mitandao ya kijamii, na mitandao ya kijamii ni kama sehemu ya wao kupata fursa kwa sababu inatengeneza pesa. Kwa hiyo wanatuwezesha tupate pesa ili tuweze kupata pesa zaidi. Kwa majina naitwa Hussein Bashiri, pia ni miongoni mwa watengeneza mazuri wadogo wadogo wa mtandaoni, na kiujumla bajeti hii imegusa kila sekta kwa ubora zaidi, kitu ambacho kinatufanya sisi tuzidi kuweka morali, kwa sababu kama watu wanatuona na wanatupa bajeti kubwa kinamna hii ni jambo la kheri kabisa. So hii bajeti imekuja kutuinua kinamna moja au nyingine. Kama kuna watu walikuwa wameingia nusu nusu, sasa hivi wanaingia mzima mzima ili kwenda kujizatiti na kuonekana kwamba hili jambo pia linahitaji sisi tushikwe mkono. Habari nyingine ni ziara ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye alifanya nchini Urusi. Juni 2 hadi 5, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan alifanya ziara ya kitaifa na ya kihistoria nchini Urusi.
Ziara hiyo ni ya kihistoria kwa kuwa imekuwa ya pili kufanyika baada ya ile ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ambaye ilifanyika mwezi Oktoba mwaka 1969. Ziara hiyo ilikuwa na lengo la kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia, kisiasa, kiuchumi na kihistoria baina ya Tanzania na Urusi. Katika ziara hiyo pia ni ushindi mkubwa kwa Rais Putin kidiplomasia. Rais Samia alifanikiwa kuhutubia katika jukwaa la 29 la kimataifa la uchumi St. Petersburg. Ni miongoni mwa majukwaa yenye ushawishi mkubwa duniani kwa mijadala kuhusu maendeleo ya uchumi, biashara na uwekezaji. Rais Samia pia alishiriki katika kongamano la biashara na uwekezaji kati ya Tanzania na Urusi ambalo liliwakutanisha viongozi wa biashara, wawekezaji na taasisi za kukuza uwekezaji kutoka nchi zote mbili. Lengo ni kuongeza biashara kati ya Tanzania na Urusi ambaye kwa sasa inafikia dola za Kimarekani milioni 307.5 kwa mwaka. Pia wakati wa ziara hiyo, Tanzania na Urusi zimesaini mikataba kadhaa ya ushirikiano katika maeneo ya elimu ya juu ya sayansi na teknolojia ya habari na mawasiliano. Rais Samia alitunukiwa shahada ya udaktari wa heshima honoris causa na chuo kikuu cha urafiki wa watu wa Urusi kutoka kwa mkuu wa chuo hicho Profesa Olgi. Kwenye hafla hiyo iliyofanyika chuoni hapo Moscow, ametunukiwa shahada hiyo kutokana na mchango wake katika mageuzi ya sekta ya elimu, juhudi zake za kuimarisha kidiplomasia ya Tanzania pamoja na mchango wake katika kuimarisha hadhi ya Tanzania kimataifa ikiwemo kupitia sekta ya utalii. Katika michezo, stori kubwa ni kuzuiliwa kuingia nchini Marekani kwa mwamuzi raia kutoka nchini Somalia Omar Abdulkadir Artan aliyetarajiwa kuchezesha michuano ya Kombe la Dunia. Mnamo Juni 6, mwamuzi bora wa mwaka aliyeshinda tuzo ya CAF 2025 anaheshimika barani Afrika kutoka Somalia, Omar Abdulkadir Artan aliwasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Miami akitokea uwanja wa ndege wa Istanbul. Amekataliwa kuingia Marekani, hatua iliyozua maswali mengi wakati akitarajiwa kuweka historia kwa kuwa moja ya waamuzi wa kwanza kutoka Somalia kuchezesha fainali za Kombe la Dunia. Kwa mujibu wa maafisa ya Wizara ya Michezo ya Somalia, sababu za kuzuiliwa kwake katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Miami bado hazijafahamika wazi. Licha ya kuwa visa halali, Somalia ni miongoni mwa nchi zilizoathiriwa na marufuku ya kusafiri iliyowekwa na utawala wa Rais Donald Trump. Shirikisho la soka duniani FIFA lilikuwa limemteua Artani kuwa miongoni mwa waamuzi 52 watakaochezesha fainali za Kombe la Dunia zitakazofanyika mwezi Juni hadi Julai nchini Canada, Mexico na Marekani. Wakati wa mchakato wa kuingia Marekani, refa huyo alifanyiwa ukaguzi wa ziada ambao ni utaratibu wa kawaida unaotumiwa na idara hiyo pale maafisa wanapohitaji kuthibitisha taarifa au kubaini kama mtu anaruhusiwa kuingia nchini. Baada ya ukaguzi kukamilika, ilibainika kuwa msafiri huyo ambaye ni mwamuzi wa Kombe la Dunia hakuruhusiwa kuingia Marekani kutokana na masuala ya uhakiki wa usalama, hivyo akanyimwa ruhusa ya kuingia nchini humo. Msemaji wa idara ya forodha na ulinzi wa mipaka Marekani CBP amethibitisha kuwa mwamuzi wa Somalia Omar Abdulkadir Artan alizuiliwa kuingia nchini humo kutokana na wasiwasi unaohusiana na masuala ya usalama. Maamuzi ya kuruhusu au kutokuruhusu mtu kuingia nchini hufanywa kwa kuzingatia kila kesi kivyake, kwa kutumia taarifa zilizopo kutoka vyombo vya sheria, usalama wa taarifa na uhamiaji wakati wa ukaguzi. Maofisa wa CBP pia wana mamlaka kuwahoji wasafiri, kufanya upekuzi na kuamua iwapo mtu apewe au kunyimwa ruhusa ya kuingia nchini kwa mujibu wa sheria za Marekani, imesema taarifa ya CBP. Bwana, sogea karibu nikupe mchongo mwanangu. Kwa shilingi 5,000 tu unajipatia TV na dishi yako kali kutoka Prislanta Microfinance. Kwa rejesho la shilingi 5,000 unapata vyote. Karibu sana Prislanta Microfinance, tuenjoy Kombe la Dunia.